Leo mimi nataka niwaeleze. Leo unapata shilingi, na mtu asikuweke pressure. Pesa ya Hustler Fund, mtu asikuweke pressure. Hakuna mtu atakulazimisha. Utalipa pole pole, hakuna problem. Sisi tutangojea. Hakuna mtu mali yake itauzwa. Hakuna mtu atashurutishwa. Wewe kwa mpango yako utalipa pole pole. Si ndio? Kwa sababu ndio itakusaidia wewe. Kuna watu walichukua 500 na wakahepa. Hasara ni yako. Wewe jipange. Kwa sababu saa hizi ungekuwa unachukua 50,000. Lakini kwa sababu ulihepa na 500, sasa unahangaika na 500. Tumieni akili bwana. Ama namna gani? Lakini hata hiyo 500 ulihepa naye, hakuna mtu atakufuata. Wewe relax tu, utajipanga. Baadaye ukijipanga vizuri, ukuje uchukue 1,000. Alafu utaongeza ulipe uchukue 2,000. Namna hiyo. Nyinyi si leo mtapata 25,000? Si baada ya wiki moja ama mwezi moja ama miezi miwili kulingana na ile taratibu mtapata hiyo ingine 25,000? Munataka kujua vile munaweza kupata 50,000 ingine na 100,000 na 150? Sikizeni kwa makini. Sikizeni kwa makini. Tuko na facility inaitwa bridge facility kwa Hustler Fund. Ukienda pale *254# uende pale kwa bridge facility. Pale sasa tuko na watu tayari wanafika karibu watu 1,000,000. Ukienda kwa hiyo facility unaweza kuchukua mkopo wa hadi shilingi 150. Unaweza kuchukua without security. Security yako ni ile credit behavior yako. And you can get that money and you can grow your business. Alafu baadaye tutawasaidia vile tunaweza kuwapitisha muende kwa bank. Ndio muweze kukopa nusu milioni, 1,000,000, 1,300,000 huko sasa kwa mabank. Lakini hii ni riba yake ni 8% peke yake per year. Riba ilikuwa zamani ilikuwa almost 100% per year. So we have moderated na tunataka mjipange na biashara zenu. Tumeelewana jameni? Tumeelewana? Vijana nataka mnisikize vizuri. Mbali na hii mpango yetu, we made a deliberate plan, and I want to talk to you as the young people of Kenya. Unajua kuna wanasiasa wanaambia vijana ati mjipange, mchukue kura ndio muwapigie kura. Lakini hawaambii hiyo kura unapiga itakusaidia wewe na nini. Yeye anataka kuwa bwana mkubwa na wewe utapata nini. So for those, the political class who are pushing the young people of Kenya, wengine wanasukuma fanya maandamano ndio mimi nipate uongozi. Wewe piga kura ndio mimi nipate uongozi. Nataka umuulize, wewe ukipata uongozi na mimi nitapata nini? Vijana hoye. Si ni kweli? Yes. We must ask difficult questions. Because kama wewe unataka kijana achukue kura, apige kura, you must give him a reason why he is going to vote. You must tell him ni nini katika ile kupiga kura atapata. Na mimi nataka niwaeleze vijana. Tuko na mpango mbali na hii nyota, tuko na mpango mara 4. Na mimi nataka mjipange vizuri. Number 1, tuko na program kubwa. Tumesema kama serikali tuko na mpango wa Fort One. Tuko na kazi majuu, tuko na kazi mitandaoni, tuko na kazi kwa ground. Kazi kwa ground, mimi nataka vijana munisikize. Tuko na vijana wengi.
Leo tuko na program kubwa ya housing ambayo inaajiri vijana zaidi ya 1,600. Plumbers, carpenters, electricians, engineers, architects, quantity surveyors, marketers, watu wengi. Mimi nataka niwaulize vijana wa Kenya, please position yourselves appropriately. Wakati tunafanya hiyo mpango ni ajira kwa vijana wa Kenya. And that is the reason why you must have a reason to participate in Kenya. Number 2, tuko na vijana ambao mumesikia wanaenda kufanya kazi nje ya Kenya. Mimi juzi nilikuwa Qatar, nikaketi chini na vijana wa Kenya wanaofanya kazi Qatar. Nikazungumza na kiongozi wa Qatar na amekubali ya kwamba vijana wengine 13,000 wako na nafasi ya kwenda kufanya kazi Qatar. Mimi nataka nijue ya kwamba kati ya hawa vijana 13,000 tuwe na vijana wa kutoka Vihiga, tuwe na vijana wa kutoka Bungoma, wa kutoka Busia, wa kutoka Kakamega, kujumuika na Wakenya. Tayari tuko na Wakenya 75,000 kule Qatar, na wale walioenda in the last 3 years ni vijana 25,000. Jumla, sikizeni vijana vizuri, jumla ya vijana 430,000, 430,000 young people are now working in different countries globally, na tumehakikisha ya kwamba hawa vijana kama ni passport wanatafuta inapatikana in 3 days. Kama ni kununua tikiti tumeweka pesa kwa Youth Enterprise Fund. Kama ni kuhakikisha kwamba wako safe kule, Mheshimiwa Musalia na waziri Musalia pamoja na watu wa Foreign Affairs wamesign bilateral labor agreement. Ndio tuhakikishe vijana wanaoenda kufanya kazi nje ya Kenya wanapata nafasi na vile vile hawasumbiliwi, na tunajua wanaishi wapi. Ikitokea matatizo tunajua ya vile ya kuwasaidia. Jambo la 4, tumekubaliana ya kwamba tuwe na kazi mitandaoni. Tuko na vijana zaidi ya 200,000 sasa wanafanya kazi kwa business process outsourcing, Jitume centers, ajira centers na ICT hubs. Mimi nawauliza vijana wa Kenya, mujipange na kazi ya digital jobs. Digital jobs, we are going to do e-commerce so that we can get more young people involved in the process of creating opportunities for them to be able to live their lives, attend to their families na waendelee pamoja. Mwisho ni program hii ambayo tuko nayo hapa sasa ya Nyota. Sasa hii program mumefundishwa vizuri. Si kila mtu amejifundisha vizuri? Mimi nataka niulize kwa hii mkutano, kwa sababu we want this program to be transparent. We want this program to be corruption free, and we want this program to have no in-betweens and no brokers in between the young people and the opportunity they have in this program. Kila kijana wa taifa letu la Kenya, tumesema uko na nafasi sawa na mwenzako, irrespective of your political persuasion, irrespective of who you know or you don't know, irrespective of any other consideration. Kila kijana wewe uko na nafasi. Na mimi nataka nione kwa mikono kama kila mtu hapa ako kwa hiari yake. Hakuna mtu ametumwa, hakuna mtu amelipa ndio akuje hapa, hakuna mtu amejua mtu fulani ndio afike hapa. Kila mtu amekuja hapa na miguu yake na akili yake na kujituma kwake. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Let me see everybody who has come here on their own. They have not been assisted by anybody. They don't have to know nobody for them to be part of this program.
That is the transparency that we want in this program. Tunaelewana jameni? So vijana hoye. Muko tayari? Muko tayari? Mutafanya biashara? Musiniangushe jameni, please. Tafadhali, mtu alichukua pombe ama akafanya sijui nini. Please, my friends. Tunaelewana jameni? Tuko pamoja? Pesa ile mnapewa hapa sio pesa ya siasa, ni pesa ya biashara. Ni pesa ya nini? Ati ni pesa ya nini? Ati ni pesa ya nini? Please, the money you are given here today is for you to use it in your enterprise, in your business, so that you can elevate, you can grow it, you can expand it, you can make sure that you have more customers, and we will be very, very proud of you. The people of Kenya who are sponsoring you will be very proud, together with our partners, the World Bank, as we go into this process. Kwa hivyo sitaki kusema sana, mimi I am among the happiest people in Kenya. Mimi nataka niwaeleze vijana wengine. Najua kuna vijana wanatutizama kutoka pande zote za Kenya. I want to tell them ya kwamba what we are doing today here in Mumias, nafasi yao itawafikia in the next 10 days. We want to complete this program. We want this program to have reached every beneficiary in the next 10 days. So I want to ask the ministry to work with our friends, our partners, to make sure that in the next 10, maximum 2 weeks, every young person who has been identified, 110,000 of them, each one of them should have gotten their first tranche of resources so that we can elevate the business environment for the young people in our nation. Mwisho kabisa, najua itafikia vijana wote. Tumesema program ambayo inafuata ni ile program ambayo itatarget wale ambao wanatafuta nafasi ya kupata ujuzi, alafu tutaenda kwa wale ambao tutawasaidia kujifunza vile ya kufanya kazi na biashara na county na national government. We are going to be training 600,000 young men and women, including the disabled, including single mothers, including everybody in between, 600,000 of them, training them on access to government procurement opportunities at the county and at the national level, so that they can be part of the business ecosystem in the Republic of Kenya. So we are identifying them, and we will be training them, and we will be resourcing them so that they can be part of the business environment in the Republic of Kenya. Vile vile, kuna wale tunataka mufanye saving. 190,000 will be identified. So the government of Kenya, together with our partners, will add you 1 shilling, because we also want to build the culture of saving, because as a nation, we want to have resources that we can invest in the future by saving today. Mimi nimefurahi sana, nimesema asante sana kwa kunisikiza. Sasa